Naam, karibu tena katika new episode ama katika makala mengine. Jina langu ni Presenter Vendi pamoja na kijana wangu kila siku Shaban Yusuf hapa. Shaban Yusuf, kijana mchambuzi wa masuala mbalimbali, pia mwanahabari. Kumbuka kupata episode full, enda kwenye YouTube Presenter Vendi, unaweza kusubscribe, like and share. Kwa namba yetu hapo, ukitaka kutusupport ama ukiwa na advert tunasema vijana waweze kupata chochote hapo, unatuwekea hapo, nasema shukrani. Pia kama unaweza sponsor episode moja, unaweza kuwa unasema vijana wapate kitu, transport, wapate maji ya kunywa ama uende kwenye set mpya, pia tutashukuru sana. Hivyo basi leo naweza kuangazia masuala na ODM baada ya kuondoka kwa kinara ama hayati Raila Odinga. ODM inaenda vipi? ODM inaelekea wapi? Hivyo basi Shaban Yusuf ameweza kudadavua na kuchambua, atakuwa kutupatia mwelekeo. Shaban, yes. ODM inaenda wapi? What next for ODM pale ambapo naiona mimi ninapofika mwaka wa 2027 pana vitu viwili, ima kitavunjika mara mbili ama kuna watu pale watafukuzwa. Wafukuzwa waende wapi? Sasa sijui wataenda wapi, lakini pana jambo ambalo linaenda kutokea pale na huenda kile ambacho sisi tunaona sio kile ambacho kitakuwa kesho yetu. Mfano, kumbuka wakati hayati CGH Raila Amolo Odinga ameenda katika hiyo bidi ya AU, mtu ambaye yeye alimpendekeza asimamie ODM sio yule ambaye sasa yuko kama mwenyekiti wa ODM. Unajua ilikuwa tu kusimamia for the small. Hapana, kwa sababu kama tungefuata kile ambacho baba alituambia, kwa sababu kila mtu alikuwa anasema baba alisema, baba alisema tufanye hii. Sasa baba alifanya, tuliona kwamba akiwa hai alisema mtu fulani. Time yeye amekufa, sisi anasema hapana, acha sasa tukae chini kama sasa sisi wenyewe tuone tuteka nani. Kwani yeye hakuwa na hiyo fikra kwamba huyu mtu atakuwa best than huyu mwingine. So mwana hapo ndio kwa clash ya kwanza ni hapo. Vipi tumeona kwamba Babu Owino, Sifuna naam, Caleb Hamisi wako na maoni kinzani pamoja na kutoka kikundi cha kina John Mbadi na Joe. Vipi umesema kwamba ODM inaweza collapse? Inaweza collapse upande upi? Kusema kwamba upande wa kina Sifuna unaweza kuwa na nguvu ama kina Joe? Sifuna ndio iko na nguvu. Yaani upande wa akina Sifuna iko na nguvu kwa watu public, then akina hao wengine ni kwa serikali. Mfano juzi ama sijui ni jana Rigathi amekuwa sehemu fulani akisema jinsi ambavyo anasifia chama cha ODM na kazi ambayo Raila alifanya. Kisha akakuwa pale akitaja list ya watu. Alipofika kwa Babu watu wakapiga makofi. Kwa nini? Kwa sababu watu wanamtaka huyu mtu fulani. Na hivi sasa kulingana na jinsi ambavyo hali ilivyo, mtu mwingine ambaye ako na uwezo wa kurudisha watu kwenye street kama jinsi ambavyo baba alivyofanya ni Babu. Uko na hakika upi? Tumeona tangu nyuma, angalia akiwa bado shule Sumu, akifika hapa hivi UON alifanya nini? Angalia jinsi ambavyo watu wanavyotaka na jinsi ambavyo watu wanamtajataja, kumaanisha ako na trust ya watu. Lakini mwana Robert Ale alimtuanga kwenye mtandao akisema maneno makubwa baba anasema ni TB. Hapana, lakini ndio wanaweza sema kwamba ni TB mnacheza, lakini watu nakwambia wanampenda kulingana na jinsi ambavyo anafanya vitu vyake. Ndio ako na ubaya wake, lakini watu wanampia, pia wanaona uzuri wake. Wana kazi yake. Wanasema huyo mtu anaweza fanya hili jambo. Na tukienda, unajua Oburu Odinga aliweza kutangazwa kwa kusimamia chama cha ODM. Naam. Unaona kwamba alifanya makosa, wangeacha tu ile position ikae tu hivyo tu kwa the time being. Hapana, haikufaa ikae hivyo, ilifaa yule mtu ambaye baba alikuwa amempatia akiwa nje ndio apewe bado. Sheria ipi ya mfano hivi? Angalia hivi mfano wewe, mfano kwako wewe umetoka umeenda nje, unasema wewe kijana, wewe usimamie nyumba, yuko kila ukitoka safari yako kuna mtu ambaye wewe unasema wewe simamie nyumba. Sasa siku moja wewe ukakufa, ifanye aje? Wachague wale ambao hapana. Sasa nasema
baba alikuwa amesema ni huyu mtu sasa, kwa sasa ashike sio sisi sema hapana, wewe baba alikupenda sana so sisi tunasema sio wewe, sisi tunasema ni huyu mwingine. Tukirudi kwa familia ya baba, mbona wakuchagua Raila Odinga Ojina ama Ruth Odinga ule kati ya watoto wake wawili? Kati ako nao watatu. Kati nimesema kati ya wawili. Na hapo ndio pesa siri iko. Huenda Oburu Odinga yani ako pale kama tu ni mshikiliaji caretaker wa hicho chama wakitayarisha njia kwa mmoja wa watoto wa Raila Odinga. Yani yeye anapokushikilia tu yani maslahi ya familia ndio sasa huyu akishakuwa ready apewe chama. Na labda kile ambacho yani kilifanya labda ni mtu asipewe moja kwa moja, kwa sababu watu wangekuwa na mtazamo tofauti, wasema kwamba hii chama sio ya familia, hii ni aina umeona, kama yani kama ingetoka from father to son, angesema sio hivyo, kwa hivyo ama nini, ama pia kumekuwa na vita baina ya hao watoto yani hao nini wake moja kwa moja watoto wake, kwa sababu ukiangalia vizuri katika mazishi binti yake ndo alikuwa ameshikilia hiyo hati. Yule binti yake ambaye bwana yake ndo alikuwa the bodyguard wa Raila, yeye ndo ameshikilia kofia kila mahali akipewa. Lakini kulingana na mila za huko kwao, mtoto wa kiume ndo alipewa jowi, alipewa ile mkia. Na pia kulingana na Khalwale anasema kwamba baba alipenda sana yule binti yake mwenye ana macho ndo akue mrithi wake katika siasa, na ndio baba akamtuma huyo binti kwa Khalwale aende akamsaidia kutafuta kura wapi kule ambapo baba hapa hivi mjini kwa hapa penye Jalango sasa yuko Lang'ata amsaidie kutafuta ile ungwaji mkono. Sasa umeona jinsi ambavyo mambo sasa inakuwa tofauti. Yani baba yeye anasema kwamba baba alikuwa ako na nia huyu binti yake kipofu ndo awe mrithi wake. Lakini tukiona watu wanasema huyu binti amepewa hii, ameambiwa wewe shikilia, kwa sababu baba sijui ati alikufa kwako, alikufa kwenye mikono yako ama nini. Jamii inasema kwamba mtoto wa kiume ndio inafaa arithi baba yake. Tukirudi tuende kwa Rais William Samoei Ruto alisema hawezi kuachilia chama cha ODM kiweze kucheza na watu chache, kiweze kucheza siasa za upinzani na karate. Ile sheria nini? Hiyo ilikuwa ishara ya kwamba huenda mwaka wa 2027 huenda atachukua ODM kiwe chake. Na ndio uliona katika mazishi ya baba kulikuwa kidogo kulikuwa na utofauti. Ukiangalia vizuri kati ya William Ruto na Uhuru Kenyatta. Ukiangalia vizuri katika hiyo video pale ambapo wameenda kuzika, Ruto ametia ua lake pale kwenye hiyo kaburi, kisha wanaambia Uhuru Kenyatta nenda tia next. Hakutia next, alikuja akatia huku mbele. Akasema hizi ndio huko karibu. Akasema hizi huko karibu. Yani hiyo ilikuwa ni picha kwamba hawa watu hawako mahali pamoja. Na kumbuka siku moja baada ya hapo ndio ilikuwa ni siku ya mashujaa. Lakini Uhuru hakuenda, akabaki akasema mimi niko bado katika matanga maombolezi. Yani yeye alivyosema kwamba hawezi kubali ODM ikuwe katika sijui upinzani. Ilikuwa ilikuwa ni fumbo ambaye anapatia wapinzani wake, sio sisi. Anapatia vigogo wenzake akisema kwamba msidhani nyinyi ndio mnataka kuchukua ODM ni mimi. Kwa nini? Ingefika siku Uhuru aseme kwamba mimi si niliunga baba mkono 2022. Sasa basi hiyo chama sasa iko yangu. Umeona? Niunge sasa mimi sasa kwa sababu baba alikuwa na mimi. Lakini si nani ako na chama chake cha. Ndio ako na chama chake, lakini ODM iko na nguvu. So yeye angeichukua na kisha aiweke pamoja na hao wake waseme twendeni mbele tukue na only one flag bearer 2027. Umeona? Lakini sasa naye rais wetu kwa mimi akasema umetaka hivyo wewe. So pia mimi pia niseme shares yangu iko hapo. Mambo na shares imerudi. Shares iko. Na ndio utapata kuna siku mbeleni utapata kwamba kutakuwa na vita kubwa kati ya Uhuru, Ruto, Rigathi kuhusu ODM. Wasema hii ni prediction. Wakipigania ODM. Na nia ni nini? ODM isiwe na nguvu yake kibinafsi. So najua nirudishe kwa mambo ya rais kwamba kidogo inacheza karata ya siasa. Kwa nini?
ODM ikiwa na nguvu alafu na kisha Kalonzo achukue ODM aseme sasa simisa nisharudi nyumbani, Kalonzo ndio atashinda kura 2027. Kwa hivyo lazima watu wang'ang'ane juu chini waifiche kivyao, alafu na kisha huyu pia wamfiche mahali pake tofauti, ndio sasa mtu atakayeshinda 2027 ni mtu akona Kalonzo na ODM. Wapenzi watazamaji, mtaweza kutoa maoni yenu hapo tuone ikiwa mnakubaliana na maoni ya Shaban. Naam, maoni yangu lakini prediction. So umesema kwamba tukirudi Luo Nyanza. Naam. Nani anaweza kuwa next kingpin wa Luo Nyanza kama sio Babu? Luo Nyanza tungepatia nani mwingine anaweza? Orengo yeye jua shida yake yani anapenda mambo ya coach sana. Jua yeye hajazoea mambo ya streets. Yeye amezoea tuende lori nzio tuende nayo wapi kotini. Lakini yeye kidogo anaweza, lakini sio sana. Nyong'o. Lakini so kati ya yeye Orengo na Nyong'o ilifaa ODM ipeanue hao watu wawili. Lakini pia kungekuwa na vita, kwa sababu watu wengine wangesema sisi ni watu wa Orengo, sisi ni wa Anyang' Nyong'o. Kwa sababu jua nini? Msiri mkubwa wa baba alikuwa nani? Orengo. Mambo ya kisiri. Kwa sababu jua alisema hata kuna vitu ilikuwa hata yeye nani mwenyewe hajui, Raila mwenyewe hajui, lakini Orengo anajua. Lakini pia Anyang' Nyong'o pia yeye ndo thinker wa hicho chama, umeona? Big brain. So kupea either of them two ingekuwa shida. So ilibidi nini? Wapatie mtu mnyonge ambaye haizileta shida mingi. Lakini sijataja mtu. Gladys Wanga vipi? Gladys hapana, yeye anarusha maneno sana. Hana future. Future kivipi? Katika siasa yeye gavana wa Mabei. Gavana, lakini sasa alikuwa pale kwa sababu ya favor tu. Lakini yeye sioni. Unasema ndio casualties wa 2027. Casualties wa 2027 nakwambia wako wengi hivi ambao 2027. Junet yeye anaweza akapinda kwa sababu jua nini? Yeye ni mtu ambaye ako na kauli tamu katika siasa. Unajua hii siasa inataka mtu mwenye anaweza akamove hivi change. Kwa sababu jua Junet, kumbuka ile 2022 before alikuwa akipiga Ruto sana vita. Anasema huyu mtu mbaya. Lakini kidogo akaflip akasema game sasa anasemaje tusifiki kiongozi. So anasema sasa yeye ni mtu ambaye anakuambia anaweza swing quote na unasema mkeo kwenye dance anajua rumba kidogo, DJ akiweka reggae yako kwenye reggae kika dance la kokote. So yeye ako safe na huenda siku zinazokuja Junet ndo atakuwa spokesperson wa kijana ya Raila. By the way, niliona pala akimpatia walipokwenda katika maombolezi kwenye kaburi lake. Alisema mimi siwezi ongea sana lakini wewe hapo unaweza ukasema mengi kwa sababu yangu. So hiyo nini? Ishara ya kwamba kuna kitu kinapangwa kwa sababu ya kesho. Kuna kitu kinapangwa kwa sababu ya kesho. Naona kama cameraman anatuambia kwamba muda upo. Ukupata vipi kwenye mitandao? Kumbuka unaweza ukanipata kwanza personally Shaban Yusuf kila mahali, na pia unaweza pata kama kurunzi ya jamii. Tuweze kubadilishana fikra, tuone Kenya yetu tunaipeleka wapi na Afrika kwa ujumla. Nasema vipi kupata makala, enda kwenye YouTube, subscribe, like and share. YouTube ni Presenter Vendi, na kama una muda andika tu PTV, itakuwa kwanza kutokelezea. Nimesemaje? Kama unaweza kutusponsor show, nasema kwamba vijana wapate kitu, kwa namba yetu tumeweka pale kwenye screen, unaweza pia kutuachilia. Nasema na asante sana. Hivyo basi tukutane katika makala ijayo, ukuwe na utazamaji bora katika makala yetu. Bye bye.